Tumefanya mnada wa 5 na tumeuza tani 1100 na wakulima wamekubali kuuza korosho zao. Liko tatizo kwenye malipo. Matatizo yako mengi, lakini tatizo kubwa ni uelewa wa wakulima wetu kutokana na huu mfumo wa sasa hivi kulipa chama kikuu. Matajiri kama leo hivi tukishafanya mnada, kimujibu wa sheria matajiri wamepewa siku 5 za kazi ili wakamilishe malipo. Wakishakamilisha inatakiwa tumeweka center za kufanya uhakiki. Hatulipi hivi kwa sababu sisi tunalipa moja kwa moja. Kwa hiyo tuna vituo tumeviweka Mkulanga, Rufiji, Kibaha na Kibiti ili kufanya uhakiki wa wakulima. Je, akaunti zao ziko sahihi? Tukishafanya hivyo zinaenda moja kwa moja ofisini kwenye chama kikuu. Chama chetu pale sasa kupitia mtendaji wetu mkuu na timu yake ya uhasibu inafanya malipo moja kwa moja kwa wakulima. Sasa yako matatizo yanajitokeza ya wakulima wenyewe, ama amekosea namba yake akaunti au amekosea jina, ama jina aliyoandika kwenye stakabadhi yake lingine, lakini namba akaunti katumia ya mkewe au ya mwanawe. Sasa yeye anakuja kudai kama jina, kumbe pesa zimelipwa kwenye ile akaunti ya mwanawe. Kwa hiyo mpaka uje kumwelewesha, rudi tena huko aje kuuliza, ziko changamoto kama hiyo. Lakini na huu mfumo huwezi kulipa leo tumefanya mnada kesho tulipe. Kwanza kuna siku 5. Tumeuza jumla ya tani 1000 za korosho. Kati ya hizo tani 850 ni daraja la kwanza na tani 150 ni daraja la pili. Bei ya juu ya daraja la kwanza ni 2180 na bei ya chini 2140. Kimsingi mnada umefanyika vizuri, wakulima wameridhishwa na bei za mnada huu wa 5 na wamelizia kuuza korosho hizo, na sisi kama chama kikuu tunaendelea na taratibu za malipo ya wakulima. Mpaka hivi sasa tumeshalipa takriban bilioni 42 na wakulima wote wanaendelea kupokea malipo yao bila shida yoyote, na tunaendelea kushughulikia changamoto ndogo ndogo zinazohusu malipo, hasa kwenye makosa yanayojitokeza kwenye taarifa za kibenki za wakulima. Kwa hiyo kiujumla tunaendelea vizuri. Naomba wakulima waendelee kuhudhuria kwenye minada, japo ni minada ya mwisho, lakini waendelee kuhudhuria kushuhudia minada inavyofanyika kidijitali. Kila mkulima anashuhudia hatua moja mpaka hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho ya namna minada yetu tunavyoifanya. Mmoja tumeweza kufanya kazi nzuri sana katika maeneo mengi sana, katika mikoa mingi sana. Kwa hiyo tunaomba kabisa wananchi waunge mkono mfumo huu wa TMX ambao unaweza kuleta tija hasa katika kujenga uchumi wa nchi yetu, kwa sababu taarifa ziko sahihi kabisa, taarifa zinafahamika, zinapatikana na tunajivunia kwa hilo kama TMX. Maeneo mengi mtandao unakuwa bado hauko stable, lakini kimsingi TMX inajiandaa kabisa angalau kuboresha yale mazingira ambayo yalikuwa hayako katika hayajaboreshwa katika mfumo, yanabadilishwa kuwa katika mfumo kutokana na hizi ambazo zinafanyika bila mfumo. Na hii itarahisisha kabisa ili kazi zote zinazoendeshwa na minada ziweze kufanyika kwa usahihi na kwa wakati. Lakini zote zaidi ni wananchi kuunga mkono na kuendelea kuiamini TMX kama taasisi yao ya umma, na kwa ujumla italeta tija na imeshaleta tija za kutosha. Ina maana kwamba bodi wameshindwa kumsimamia katibu kwa sababu wao ndio wamemwajiri. Utaratibu uko hivi: chama kinapokumbana na changamoto, mrajisi atafanya ukaguzi kwenye kile chama. Atakapokuta shida hata mwajibisha katibu, anaiwajibisha bodi ambayo imeshindwa kumwajibisha katibu. Ndivyo sheria inavyoelekeza, na wale bodi waliochaguliwa wakapewa maelekezo ya kuajiri, wamemwajiri mtu na wanatakiwa wamsimamie. Kwa hiyo bodi ndio wanawajibishwa kwa sababu wameshindwa kumwajibisha katibu. Kwa hiyo hapo bodi tutaanza nazo, kwa sababu kama ingekuwa mrajisi amesema mwajirini huyu hapa, hapo sawa. Lakini mchakato mmeufanya, ukapata katibu, kasema huyu ni katibu ambaye atatusaidia kusimamia shughuli zetu. Alafu mnashindwa kumwajibisha, mnamwambia mrajisi tusaidie kumwajibisha. Sasa tutaanza na wajumbe wa bodi.
tukitoka kwenye wajumbe wa bodi sasa ndio tutamwajibisha huyu ambaye yeye mlishindwa kumwajibisha. Mwaka majuzi nilipeleka korosho mnada wa kwanza, nimekuja kulipwa kwenye mnada wa mwisho ambao niliambiwa Viboto. Mwaka jana nimepeleka korosho, bei sikuipata, pesa zangu nimekuja kupatia hapa, kanisaidia meneja. Sasa basi tunaona mwisho wa siku, kwa mfano kama mwaka huu mnada wa pili ndio ingia mpaka leo sijalipa. Sasa inaweza nikasema ikifika mwakani nikiokota mazao yangu sina sababu ya kupeleka kwenye gari. Nitafuta kufanya biashara na lakini bado nikasema ndio nimefanya vizuri, itakuwa nimejikonoa kwa sababu nauza kwa bei ya chini tofauti na gharama. Lakini yote inasababishwa na makatibu. Kwa hiyo naomba unipokee. Makatibu wetu wanatunyanyasa sisi wakulima. Lazima mkulima awe mfalme, kwa sababu yeye ndio anaoleta mapato kwenye Coleco, ndio anaoleta mapato kwenye AMCOS. AMCOS katika ushuru wake ndio unomlipa yule karani aliyokuwa pale. Sasa anayelipwa lazima ajue kwamba mzalishaji ana thamani gani. Lakini baadhi ya mameneja wetu au makatibu wetu bado hawatoi ushirikiano wa kutosha kwa wakulima. Sio kutoka mnada wa kwanza anakuja kuona changamoto hiyo inashughulikiwa mnada wa tatu. Kwa kweli hii hatufanyi fair. Mimi niombe Coleco sasa ichukue hatua, ofisi ya mrajisi ndio mwenye jukumu lake, ichukue hatua. Asante sana.